Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, karumuna na kanyanya zo mkama murungi obude bona. Wazo letu la leo, maisha ni asante. Naomba tuseme maisha ni asante. Neno moja fupi lakini zito, asante. Leo tunamwambia Mwenyezi Mungu asante. Naomba tuseme kwa sauti kubwa, asante Mungu, sifa kwa Mungu. Asante Mungu, sifa kwa Mungu. Kuishi mwaka mzima ni majaliwa. Naomba tumpigie Mungu makofi makubwa. Wahaya tuna methali kadhaa kuhusu kushukuru. Entasima eyabwa limo, asiyeshukuru anapewa mara moja. Entasime kalio mtima gwemanzi, asiyeshukuru alimkatisha muungwana, alimkatisha tamaa mtowaji, alimkatisha tamaa mkarimu. Lakini tuna methali nyingine, enjoki bagisimiso muliro, nyuki wanamshukuru kwa kumchoma. Leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ametulinda mwaka mzima. Makofi kwa Mungu. Ukitaka kumshukuru vizuri Mwenyezi Mungu, tafakari mambo matatu. Tafakari mambo matatu. Jambo la kwanza, tafakari hospitali. Jambo la pili, tafakari makaburi. Jambo la tatu, tafakari magereza. Basi naomba tuanze na kwanza, hospitali. Kwanza leo mimi na wewe tunamshukuru Mwenyezi Mungu, atupo hospitali ya Kajumbuti sasa hivi. Atujalazwa Mgana Hospital, atujalazwa Bugando, atujalazwa Muhimbili. Leo tuko hapa kanisani, tunaangalia mwaka unaisha. Hakuna anayepumua kwa mashini, leo tunapumua kwa kawaida. Naomba tumpigie Mungu makofi. Kwa hiyo tunapotafakari hospitali, tunamshukuru Mungu kwa afya. Ingawa unaweza ukawa unatembea lakini bati na hata nyamirarwa ile, lakini walao tunamshukuru Mungu kwa afya, kwa uhai, kwa uzima. Naomba tupige Mungu makofi. Padri mmoja alitembelea hospitali. Kuna Mkristo wake kijana ambaye alikuwa aji sana kanisani, lakini mama yake alikuwa anasali sana. Akamwambia, kijana yangu yuko ICU, intensive care unit. Padri alipoenda pale, akatoa kidogo ya kupumulia, akataka kuongea, akasema, Father, niko hapa, nilisita sana, nilisita kwenda kanisani, nilisita kujiunga na kwaya, nilisita kuungama, sasa sina muda tena, naomba padri uniombee. Padri alitoka amesikitika, na kesho yake yule kijana aliaga dunia. Kwa hiyo tunashukuru kwanza kwa afya. Unajua afya si kila kitu, lakini bila afya kila kitu ni bure. Afya sio kila kitu, lakini bila afya kila kitu ni bure. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya afya. Naomba tumpigie Mungu makofi. Ninakuomba sana utunze afya yako, ujitahidi sana. Maana tusipotunza afya, tutakula dawa kama chakula, lakini tukiwa na afya tutakula chakula kama dawa. Mwambie jirani yako, kula chakula kama dawa. Usije ukala dawa kama chakula. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na wewe, kwa zawadi ya afya. Zawadi ya afya.
Na kama Mungu amekupatia miguu, tembea. Kuna kitu ambacho kinatusaidia katika afya. Ukipata nafasi, tumia miguu yako, tembea. Katika kutembea unafanya mazoezi. Katika kutembea mwili unakuwa imara. Mwambie jirani yako tembea. Mwambie tena tembea. Kuna mtu alikuwa analalamika kwamba wazazi hawajamnunulia viatu, akakutana na mtu ambaye hana miguu. Kutana na mtu ambaye hana miguu. Afya ni mali, afya ni mtaji. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtaji wa afya, kwa mali ya afya. Jambo la pili, makaburi yanatufanya tumshukuru Mungu kwamba tuna muda. Mtu aliye kaburini, muda kuisha, muda umeisha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuna muda. Ametulinda mwaka mzima 2025, ni majaliwa. Makofi kwa Mungu. Wanasema utajiri unapatikana ardhini. Kuna madini ya Tanzanite, madini ya dhahabu, ndio kuna utajiri mwingi. Lakini inasemekana utajiri mwingi uko makaburini, kwa sababu kuna watu ambao waliaga dunia wakiwa na mipango kemkem, wakiwa na ndoto za ajabu, lakini hawakuzifanyia kazi. Ukimuuliza mtoto aliye darasa la 4 la 5, unapenda kuwa nani? Anasema mwalimu, napenda kuwa daktari. Daktari, sawa. Science 2 ya 100, 5 ya 100, namba za viatu. Kina napenda kuwa daktari. Unaweza unapenda kuwa nani? Rubani. Sikia muziki wa physics 17 kwa 100, 14 kwa 100. Napenda kuwa ana ndoto lakini hajazifanyia kazi. Kwa hiyo makaburini kuna watu walikuwa na ndoto nzuri lakini hawakuzifanyia kazi. Kuna wengine leo wamesali walau kwa mwaka mzima. Hii ni mara ya pili. Na wakitoka hapo wanasema nitakuwa na sali. Mimi na kanisa na mimi. Ndoto. Ngoja muda uende. Sikuna muda. Bado ni kijana tu. Nitasali. Kwa hiyo makaburini kuna watu wenye ndoto, lakini ndoto nyingine hawakuzifanyia kazi. Muda unakimbia. Ujana ni moshi, ujana unakimbia. Ufanyie kazi. Sali kila mara. Tunaelewana? Sali kila mara. Kuna mzee mmoja alikuwa ni mzee kijana, kila alikuwa anatumia fimba, naenda ameinama. Hivi. Sasa akasikia kule sauti za wasichana wanacheka, akatupa fimbo huko. Kaanza kutembea hivi. Sasa wakati alifika huko mbele, mvua ikaanza kunyesha na fimba ametupa pale, radi ikapiga, akaaga dunia. Basi alipoaga dunia akalalamika kwa Mungu, roho yake, mbona mmeniita mapema? Mungu akasema, nimekusahau. Mimi najua kwamba unatembea hivi, lakini nimekusahau. Mwambie jirani yako kuwa wewe. Wewe, tutafakari makaburi. Yanatufundisha kitu. Ndio maana mtunga Zaburi alisema, utufundishe ufupi wa maisha yetu ili tuweze kuwa na hekima. Una miaka 1000 ya kupoteza duniani. Lolote zuri unaweza ukalifanya, lifanye. Ukiwa na ujana wako utumie vizuri. Ukiwa ni kijana umeoa ama umeolewa, muda wako utumie vizuri, utazeeka. Naomba na nyinyi vijana ambao umeoa, waruhusu wake zenu wafanye kazi. Unajua mwingine anakaa naogopa, anamfungia mke ndani. Eti akikaa huku, akienda Chikomera watamuona, akienda huku watamuona. Nguvu zinaisha.
ni wakati wa kutumia nguvu. Acha kufungia wake zenu ndani, wacha wafanye kazi. Yaani umeoa mke unamfungia ndani, ana ujuzi aweza akautumia, kisa ni wivu. Vitu gani hivyo? Mtapigaje hatua mbele? Lazima kila mtu mshughulike, mwanaume ashughulike na mwanamke ashughulike, lakini yeye itakusaidia. Chapa kazi, kwa sababu bado mna nguvu, ni vijana. Msipochapa kazi mkishazeeka, alafu mtakuja kusahau kukumbuka kwamba ilibidi huyu na yeye afanye kazi nolegane ekya noyeshwe kabwaija kucha. Naomba mchakalike, acha upumbavu, chapa kazi, chapa kazi, tafuta pesa. Tunaelewana? Tafuta pesa. Mkiwa na nguvu lima, mkiwa na nguvu chapa kazi, mkiwa na nguvu tafuta pesa. Tukote. Kwa sababu gani? Gafangaiga gandi, gafangaiga gandi. Pesa inakufa wakati ikitafuta nyingine. Pesa inakufa wakati ikitafuta nyingine. Hata mnayoleta hapa kama sadaka inakufa, lakini inaleta nyingine, inaleta baraka, inaleta neema. Gafangaiga agandi. Naomba chapa kazi. Kiolewa na miaka 20-25, una nguvu, chapa kazi, na ileta kitu. Lima, nenda kwenye msitu, lima hapo karibu na msitu, sema ambazo unaruhusiwa lima, ili na wewe ulete kitu na yeye alete kitu. Na wewe mwanaume usimzuie mke wako kufanya kazi. Tunaelewana? Kwa sababu gani? Ukuta uko moyoni. Mwambie jirani yako, ukuta uko moyoni. Mwambie tena, ukuta uko moyoni. Ukuta uko moyoni. Ya tatu, magereza. Ya tatu, magereza. Ya tatu ni magereza. Hakuna kitu kibaya kama kuingia mwaka mpya huko gerezani. Ni kitu kibaya. Hakuna kitu kibaya kama kuingia Krismasi huko gerezani, maana hauko huru. Hauko huru. Leo mnamshukuru Mungu, mnashukuru uhuru. Naomba tumpigie Mungu makofi. Askofu Fulton Sheen alienda kuwahubiria wafungwa, akasema tofauti yenu na nyinyi mmekamatwa, mimi sijakamatwa. Kwa hiyo usilalamike wakati mwingine hujakamatwa, au tuwaombee. Yesu Kristo alisema nimekuja kufungua magereza. Lakini kuna magereza ambayo hayana kuta, kuna magereza ambayo hayana nondo, kuna magereza ambayo hayana kufuri. Kama huwezi kutembea kwa ndugu yako kumtembelea, uko gerezani. Ni gereza halina nondo, ni gereza halina kufuri. Kama unaendekeza maiko, ina maana uko gerezani, halina nondo, halina kufuri. Halina nondo, halina kufuri. Na ndio maana Nelson Mandela alipotoka gerezani, alipiga hatua 1, 2, 3. Akasema walionifunga miaka 27 nimewasamehe. Sema nisipowasamehe nitakuwa nje ya gereza, lakini nitakuwa kwenye gereza la chuki. Tukitafakari hayo, tutamshukuru Mungu kwa afya. Kutafakari hospitali, kutafakari makaburi, tutamshukuru Mungu kwa muda. Lakini ukitafakari magereza, utamshukuru Mungu kwa uhuru. Hayo mambo matatu kwa leo hii ni muhimu. Naomba tumalizie sasa. Nimesema maisha ni asante. Kwanza kushukuru ni kuhesabu. Naomba tuseme kushukuru ni kuhesabu. Tuseme tena kushukuru ni kuhesabu. Sisi tulipokuwa zamani, siku hizi ikoje, tulikuwa tunaenda kutafuta senene mbugani. Pata senene unaanza kujidai. Owe maije tubale. Owe bila ije tubale. Owe mshororo ije tubale. Wakimbisimbisa ije tubale. Wakati komi ije tubale. Owe mganda ije tubale. Yaani unapata senene moja, nasema mwenye moja ndio tuhesabu.
mwenye wawili ndio tuhesabu, mwenye 25 ndio tuhesabu, alafu ukifikisha 50 unaweka kwenye mfuko, unahesabu. Na baraka ndivyo hivyo hivyo, tuhesabu baraka. Mwambie jirani yako hesabu baraka. Mwambie tena hesabu baraka. Nataka tufanye zoezi kidogo, tutaje walau mambo matano ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kama unajua jambo hili tunaweza tukamshukuru Mwenyezi Mungu miziro lolote lile, naomba inua mkono. Tuko darasani, namna ni kanisani, lakini tulifanye darasa ambaye anaweza kusema namshukuru Mungu kwa hili, ama miziro tunamshukuru Mungu kwa hili, naomba inue mkono. Tunahesabu baraka. Asante Bwana kawa. Nashukuru Mungu kwa mema makubwa aliyofanyia hususan sasa hivi kanisa la Nakangai na Tengeneza. Asante sana. Makofi. Tuna kanisa ambalo likaa kwenye msingi sasa linainuka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na tunawashukuru ambao wamechangia. Tumeinuka, kuna ambao wamesema wataniunga mkono kwenye mavuno yangu, na mimi navuna. Sasa tulichokipata kiasi kimewekwa pale. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawashukuru waliotuchangia. Makofi kwa Mungu. Asante. Ya pili, mwenye neno la kumshukuru Mwenyezi Mungu lolote lile, ndio karibu. Ndio. Tunamshukuru Mungu kwa kupatia uhai. Wengine walitamani kufika siku ya leo, lakini hawajafika siku ya leo. Jana walikuwa kuna mazishi. No, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Urokufa kireke ufanye mpya. Makofi kwa Mungu. Nyingine zawadi nyingine, karibu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tuna maji yamechimbwa kutoka ardhini hapa hapa Minziro, na kituo cha Inja kuna maji. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na wafadhili waliowezesha. Makofi kwa Mungu. Mwingine, karibu. Namshukuru Mungu, tuna amani leo, tunasali vizuri, vurugu imekwisha. Tuna amani, tunasali vizuri, hakuna vurugu. Makofi kwa Mungu. Tunazidi kumaliza mwingine, lakini kila mmoja tunachangaza. Unaona, kushukuru ni jambo gumu sana. Yaani ninaposema inua mikono, watu wengine wamenyamaza, kwa maana kwamba wanatafuta kitu kikubwa cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ngoja nikwambie, kumshukuru Mwenyezi Mungu usitafute jambo kubwa sana. Kuna mama mmoja alikuwa anajaribu kutafuta kitu kilichomzunguka, na ilikuwa ni Christmas. Kwa haraka sana pua zikamletea, akanusa. Ilikuwa ni kile kutoka jikoni, walikuwa wanatengeneza kitu kizuri cha Christmas. Unaona, akisema na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kitu kinachofanyika kule jikoni. Maana hii harufu, kuna kitu hiyo. Usiende mbali sana, angalia vitu vilivyokuzunguka, angalia watu waliokuzunguka. Shukuru Mwenyezi Mungu. Kushukuru ni kuhesabu. Mwambie Mwenyezi Mungu, mwambie jirani yako, kushukuru ni kuhesabu. Naomba wa mwisho. Karibu. Asante, tumpigie makofi. Anashukuru Mungu kwa uponyaji. Kabla ya adhimisho hili, niliadhimisha misa Kampangi. Nikauliza swali hilo. Mmoja akasema mume wangu alikuwa gerezani, sasa ametoka, tumekula naye Krismasi, tutakula naye na mwaka mpya. Anamshukuru Mwenyezi Mungu. Unaona, kuna mambo mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kikubwa ni kuhesabu na kuona chanya katika maisha. Yaani kuona chanya, jambo zuri lihesabu dogo. Kwa hiyo nitaomba leo hii, nitakapoinua hostia takatifu, nitaomba taja mambo kama 10 ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hata katika changamoto, shukuru. Kwa hiyo kushukuru ni kuhesabu. Kuna mtoto mdogo alikuwa nje, akasema baba, naweza nikahesabu hizi nyota? Baba akasema jaribu.
akaanza 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alipofikia 127 akasema, Baba, ni nyingi mno, siwezi. Na baraka za Mwenyezi Mungu ni nyingi mno, hatuwezi kuhesabu. Makofi kwa Mungu. Kushukuru ni kufikiri. Unajua, ukifikiri unashukuru. To thank is to think. Naomba turudi kwa Kiingereza. To thank is to think. Kwa hiyo kufikiri ni kushukuru. Kufikiri ni kushukuru. Wakati mwingine lazima ufikiri. Kuna watoto walikuwa wanaongelea juu ya baba zao. Mmoja akasema, baba yangu ni hatari, anaweza akatoa hotuba bila karatasi. Mimi nasema wa kwangu ni kiboko, anaweza akatoa hotuba bila kufikiria. Ukifikiria sana utashukuru. Ndio maana kwa Wagiriki walikuwa na muungu anaitwa Janus, na walichonga sanamu ya muungu Janus. Ndio tunapata neno Januari. Janus, Januari. Sanamu ilikuwa na macho mbele na macho nyuma, kuonesha huyu muungu ana macho mbele na macho nyuma. Ndio tunapata neno Januari kutoka Janus. Inataka kuonesha kwamba ukifikia Januari, macho yawe mbele na macho nyuma, kwamba tazama nyuma ushukuru, lakini tazama mbele upange. Hatupangi kushindwa, tunashindwa kupanga. Mwambie jirani yako, hatupangi kushindwa, tunashindwa kupanga. Naomba tupange mambo makubwa huu mwaka unaokuja. Panga kuvunja rekodi. Vunja rekodi ya kusali. Vunja rekodi ya kwenda kanisani. Kama umeenda mara 27, mwaka una Jumapili 52, vunja rekodi yako mwenyewe. Kuna wanaokimbia wanavunja rekodi zao. Vunja rekodi zao. Naomba tumuombe Mungu makubwa. Ukiwa unatazama gari, upandeni mwa dereva na upande mwingine kuna vioo vidogo vya kutazama nyuma, lakini kioo mbele ya dereva ni kikubwa. Katika ulimwengu wa kiroho, yani ya nyuma ni madogo, ya mbele ni makubwa. Leo nimekuja hapa kukwambia kwamba ya mwaka 2025 ni madogo, yajayo ni makubwa sana, na kupatia baraka. Kwa sababu gani nasema hivi? Minziro ni mashahidi. Miaka ya 70 na 80 usafiri ulikuwa ni shida. Palikuwepo na lori inaanza safari saa 8 za usiku kufika Bukoba mjini, ambapo mimi naenda saa 1:30 sasa hivi. Ilikuwa wanafika saa 8 usiku, wanafika kesho yake, wanafika saa 8, wanafika saa 6 mchana. Lakini angalia sasa hivi, muda kidogo tu umeshafika mjini. Kwa hiyo yajayo yanapendeza, yajayo ni makubwa. Unapopanga usipange mipango midogo, haiwezi kuhamasisha. Panga makubwa. Yule mwana mpotevu aliporudi nyumbani, kaka mtu akufurahi sana, akushiriki sherehe, mpaka baba yake akatoka nje akasema, mwanangu, kaka yake alikuwa amepotea, amepatikana, alikuwa amekufa, amefufuka, njoo tufurahi. Yule bwana akasema, baba, siwezi nikaingia, siwezi. Amekuja huyu umemchinjia ndama aliyenona, amekuja huyu umemfanyia sherehe, alikula vitu vyako na makahaba. Mimi mbona hujanipatia chochote? Hata hujai kunipatia mwanambuzi nifurahi. Sema, mwanangu, are you serious? Uko serious kweli? Unaniomba mwanambuzi wakati kila nilicho nacho ni chako, unaomba mwanambuzi? Mwambie jirani yako, acha maombi ya kiguzi-guzi. Naomba mguse-guse, unamtingisha, unamwambia acha maombi ya kiguzi-guzi. Tunaingia mwaka 2025, acha maombi ya kimbuzi-mbuzi. Omba mambo makubwa. Kama wewe ni mwanafunzi, omba hei.
Kama ni mwanafunzi, omba B+. Acha maombi ya kimbuzi, acha kuomba D, acha kuomba C, acha maombi ya kimbuzi. Wewe kama ni mkulima, mwaka unaoanza, omba makubwa, magunia 50, magunia 100. Acha maombi ya magunia 2, acha maombi ya kimbuzi. Wewe msichana ambaye hujaolewa, una mchumba leo na kuomba, omba mambo makubwa, acha maombi ya kimbuzi. Sema mimi atakayekuja sawa, acha maombi ya kimbuzi. Muombe mwanaume bora, si bora mwanaume. Acha mambo atakayekuja sawa, akiwa mzee sawa. Hapana. Acha maombi ya kimbuzi. Omba Mungu akujalie mambo makubwa. Hata kama ni usafiri, unaomba Mungu akujalie baisikeli, usiombe mkweche, omba baisikeli safi. Acha maombi ya kimbuzi. Tunaingia mwaka 2025. Mungu wetu ni mkubwa, tunamwomba mambo makubwa. Omba mambo makubwa. Tumekuja kanisani, tunamaliza mwaka, tunamshukuru, lakini tukisha shukuru tunaomba mambo makubwa. Kama ni mwanafunzi umaliza form 6, omba kwenda chuo kikuu, omba kumaliza chuo. Tunaomba mambo makubwa. Acha kuomba vitu vidogo. Yeye Mungu atajua namna gani atakupatia, anajua. Endelea kuchapa kazi, endelea kuomba, shiriki majibu ya sala. Unachokiomba shiriki majibu ya sala. Omba mambo makubwa. Tunataka utulivu, tunataka amani. Omba mambo makubwa. Kama ni ujenzi wa nyumba, jenga kitu kinachoeleweka, kitu kikubwa. Omba mambo makubwa. Leo hii nitakapoinua sia takatifu na kuomba, omba mambo makubwa. Acha kuomba kibuchu, acha kuomba nini. Kuna jamaa mmoja aliingia kanisani, anasema Mwenyezi Mungu, naomba nisaidie nipate 15,000 nifike Mnazi. Naomba sana. Anasali kwa sauti. Palikuwa tajiri amekuja kuomba milioni 50. Aliposikia yule anaomba 15,000, akatoa 15,000 akampata Sema sasa, Mungu anaweza kunisikiliza bila distractions, bila mtu yetu kusumbua. Naomba milioni 50. Omba makubwa. Usije hapa kucheza. Namna gani atakupatia yeye anajua. Na ukishaomba shiriki majibu ya sala. Tunaelewana? Shiriki majibu ya sala. Do your best and God will do the rest. Do your best and God will do the rest. Fanya zuri unaloweza, linalobaki mwachie Mwenyezi Mungu. Naomba mwaka 2025 uwe mwaka wa kuvunja rekodi. Vunja rekodi. Na mimi nitavunja rekodi. Nilikuwa narusha kwenye YouTube mahubiri 3-4 kwa wiki. Sasa nitaweka 7. Nitavunja rekodi. Jiwekee rekodi na wewe uivunje. Kama ulikuwa unasali mara 32 kwa mwaka, ni zaidi ya hapo. Vunja rekodi yako. Naomba usali sana. Naomba leo hii utafakari umesali mara ngapi mwaka 2025. Vunja rekodi. Umesaidia watu wangapi? Vunja rekodi. Umesalimia watu wangapi vizuri? Kutembelea jamaa zako? Vunja rekodi. Obuzaire kaburu. Undugu ni kutembeleana. Sasa ndugu watembelea mara ngapi? Vunja rekodi. Omwanya gumo guisaijwi. Yaani ukikaa mahali pamoja unachafuka. Toka Minziro nenda Mwanza, toka Minziro nenda Dar es Salaam, tembea. Mungu alipotembea akanonyeka tagenda
tikamanya rweza buro akana katagenda katimaye ni watu mbage. Mtoto ambaye atembei anasema mama anapika vizuri. Tembea, wajulie hali, wasalimie rafiki zako. Undugu ni kufanya nini? Utembea. Maisha ni asante. Mwambie jirani yako maisha ni asante. Maisha ni asante. Naomba seme webale Ruwanga. Webale Ruwanga. Urakoze cyane. Tuyanzise. Tuyanziza. Asante sana. Mwakora Ruwanga nitusima kasinge. Tumsifu Yesu Kristo.